kwenye channel yetu Ajira Update, na tumepokea comment kutoka kwa ndugu yetu mmoja ambaye amecomment kwa njia ya maoni. Anaitwa Laurent Pangani. Anasema ya kwamba nimetuma maombi JW, namba ya simu niliyoandika inaandika sim rejected, sijajua shida ni nini. Mpenzi msikilizaji, usisahau ya kwamba tunapokea maoni ya namna yoyote ile ili tuweze kuposti na watu ambao wanauelewa zaidi yetu waweze kushare kutokana na experience yao ya mambo mbalimbali. Sasa ndugu yangu Laurent anahitaji msaada, simu yake ama namba aliyoitumia kutuma maombi JW inaandika sim rejected, hajajua shida ni nini. Nitamshauri kutokana na uelewa wangu, na pia na wewe kama ishakukuta hii issue, jaribu kumshauri pia kwa njia ya comment. Ndugu yangu Laurent, kwangu mimi ninachokifahamu ni kama hichi hapa, unisikilize kwa umakini. Cha kwanza, maybe hilo tatizo linaweza kusababishwa na mtandao. Alafu ngoja nikupangilie specific hapa. Inaweza kuwa ni sababu ya kimtandao. Mtandao maybe ni mbovu. Cha pili, labda salio la kutuma SMS limeisha. Cha tatu, sikiliza vyote kwa umakini. Cha tatu, namba ya sim center kuwa na tatizo. Alafu cha nne, kufungiwa huduma ya SMS kwa muda. Alafu cha tano, simu imepata hitilafu kwenye sehemu ya setting. Alafu kingine, namba unayotumia imezuiwa au sio sahihi. Maybe imeshazuiwa. Sasa cha kufanya, unaweza ukafanya nini tuone kama hilo tatizo litaondoka? Jaribu kuwasha simu upya, kwa hiyo zima simu au restart. Alafu weka airplane mode, ile unazima mtandao alafu unawasha tena. Alafu kingine ambacho unaweza ukafanya, angalia kama kweli uko na salio. Alafu jingine ambalo unaweza kufanya, kujaribu kutuma SMS kwa mtu mwingine tofauti na mtu ambaye unamtumia kila mara. Jaribu kutafuta namba tofauti kabisa, tuma SMS uone. Alafu nyingine, kuondoa na kurudisha line. Ichomoe line urudishe, au kama vipi toa betri rudisha uone ukiwasha na kuaje. Alafu kingine, reset. Kama ni smartphone, nenda sehemu ya SMS settings ile, i-reset ianze upya. Uone je, mabadiliko yatatokea? Ikishindikana ukijaribu kupiga huduma kwa wateja ile sijui ni 100 ile, usikie alafu uongee nao uone inakuaje ile emergency call. Alafu sidhani kama itakuwa ni changamoto sana, ila cha kukuomba ishughulikie mapema. Ukishindwa yote hayo niliyokuambia, jaribu kuongea na mtu wa karibu ambaye anaweza kuwa anajua kutumia simu vizuri. Hata unaweza ukasogea kwa fundi simu ambaye ipo karibu yako, ukamwomba msaada, ukamwambia bana brother, na changamoto imetokea hapa kidogo, hebu nisaidie kutatua hii tatizo tuone inakuaje. Lakini sio tatizo la kutengeneza simu hiyo, hapana. Ni swala la kimtandao tu hilo. Itakaa sawa tu, lakini make sure unaisolve mapema. Na kwa mtu mwingine yoyote yule, nasisitiza kama line ambayo umesajilia imepotea kwa bahati mbaya, hakikisha uliotumia maombi, hakikisha unafanya mapema, una renew. Hauwezi jua, you'll never know kwamba utaitwa au hautaitwa. Kwa hiyo kila muda inabidi uwe online. Kila muda inabidi uwe online. Na kwa mtu ambaye atafanikiwa kuitwa, basi atujuze huku kwamba oya wanangu washaanza kuchukuliwa huku, ili kila mtu awe aware na ile pressure ipungue. Maana sasa hivi mtu anaweza kaa kila muda yuko na simu yake pembeni, akienda tuseme kama wale walio vijijini, anaenda shambani, umeelewa, anaenda shambani mtandao hamna, anakuwa anaogopa, sijui nitakuwa nimetafutwa sijui vipi. Ndio iko hivyo brother. Shukran.